Ni majonzi na simanzi ambayo imetawala hapa katika msiba wa aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche. Akiongoza mamia wananchi katika makazi yake ya milele, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche anaeleza utata wa kifo cha dereva wake, huku naibu katibu mkuu wa Chadema Taifa Amani Golugwa akilaani waliosambaza picha za faragha za marehemu Swezi. Tuliachana na Swezi usiku akiwa mzima. Mimi nasema kila mtu anajua mimi nimekaa na Swezi, nimewaambia tangu mwaka 96 niko shule ya msingi. Hakuna siku yoyote ambayo Swezi akiwa nyumbani kwetu amewahi kurazwa akashindwa kuja kazini wala kuugua. Kwa sina historia yoyote kwa miaka hii tangu 96 mpaka leo, miaka zaidi ya 20 ya Swezi kuugua. Sina hiyo historia. Swezi alishambuliwa mimi nikiwa mbunge. Hawa nakumbuka. Akakatwa na mapanga. Kwa mimi naamini ni mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwangu kwenye maisha yangu. Pengine amebeba lile ambalo walikusudia nibebe mimi. Hivyo sisi kama chama, jambo hili limetupa utata, na utata huu lazima upate majibu. Nichukue fursa hii kulaani kitendo kilichofanywa na afisa wa usalama, askari polisi, kwamba picha kadhaa zilianza kuonekana katika mitandao ya kijamii, picha za dawa ambazo zilikuwa katika begi la marehemu ndugu Swezi. Kile kitendo hakikubaliki kwa sababu wameingilia faragha ya kusambaza vitu vilivyokuwa katika begi lake, wakavisambaza katika mitandao ya kijamii. Kama chama tumelaani jambo hilo, na kwa sababu ndugu Swezi na familia yake haijatendewa haki kwa faragha ile kusambazwa katika mitandao ya kijamii, tunamtaka afande RPC wa mkoa wa Kigoma ajichagulie ndani ya siku ngapi, kati ya siku 3 au siku 7, aombe radhi familia na atuombe radhi Chadema kwa kusambaza picha za faragha za vitu vya marehemu Swezi. John Heche anaelezea namna marehemu alivyotoa kafara maisha yake ili kulinda uhai wake, huku viongozi wengine wa kiserikali akiwamo mkuu wa wilaya Tarime wakitoa salamu za pole. Lakini Swezi ni ndugu yangu. Ndio mtu pekee ambaye mimi akiniendesha, sijui marehemu amejuaje, huwa nasinzia kwenye gari. Mimi nimeendeshwa na madereva kadhaa wa chama, wako hapa wanaweza kuthibitisha. Huwa siwezi kusinzia hata iwe usiku wa manane. Lakini Swezi akiniendesha mimi na kuwa na amani. Nimepata shida kubwa sana. Kubwa sana. Na sijui hili ni shambulio kubwa sana kwangu binafsi na kwa chama chetu. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Nimekaa na madereva wengi sana. Sijui kama nitapata mtu kama yeye. Nimeumia sana kwa kiwango kikubwa. Kwa mimi kwa niaba ya serikali ya wilaya Tarime nimepoteza mwananchi wangu ambaye alikuwa ni msingi, lakini pia alikuwa ni nguzo, lakini pia alikuwa ni mwananchi ambaye tunamtegemea kwa ajili ya maendeleo ya wilaya Tarime. Kwa nikasema kwa niaba ya serikali nije niungane na waombolezaji wote wana Tarime, na mimi nikiwa kama familia ya wana Tarime katika kumsindikiza ndugu yetu, lakini pia kwenye tukio kubwa la maombolezo. Poleni sana. Ndugu zangu, kama mbunge wa jimbo la Tarime mjini, mahala ambapo tutampumzisha kaka yetu Swezi, nitoe pole za dhati kwa ndugu yetu John Heche, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kwa natambua wazi Swezi alikuwa si tu dereva kama wanavyosema, bali ni sehemu ya familia. Nikupe pole sana na niendelee kuwapa pole mjane
Ni familia ambayo kwa kweli imeguswa na msiba huu. Marehemu Swezi amefariki tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu akiwa katika nyumba ya kulala wageni mkoani Kigoma. Bwana ametoa na Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Kutoka hapa katika makao yake ya milele, jina langu ni Jacqueline Masinde, ITV.